Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tunaanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jali zake na maswahaba zake wote kwa jumla. Baada hayo tunatoa mafunzo madogo hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala urika imra'atan min ahli al-jannah qultu bala ya rasul Allah qala hadhihi al-mar'atu as-sawda أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. ثم قالت inni atakashaf fad'u Allah alla atakashafa fad'a laha. Hii ni hadithi ambayo inatupa mafunzo mazuri sana. Anasema hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, Mungu amwie radhi, alisema Mtume Muhammad sana kunaambia nikuoneshe mwanamke wa peponi. Ala urika mra'ata min ahli aljannati, je ni kuoneshe mwanamke wa peponi? Qultu bala ya rasulullah, nikasema nioneshe ewe mjumbe wa Allah. Qala hadhihi almar'atu sauda, ni mwanamke sauda. Atati nabiy sallallahu alaihi wasallam, alimwendea mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, akasema inni usra, mimi ninaangushwa. Maana yake mimi napandwa na majini alafu yananiangusha chini. Wa inni atakashafu, baada kunaangusha chini na fulama, maana yanamfulamisha. Fad'u Allah li, niombe dua akinisomee. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kumjibu, in shi'ti sabarti wala kiljannati, kama unataka chukua subra upate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in shit da'awtu Allah an yu'afiki, na kama ukitaka nikuombe dua Allah kuponyeshe. Faqalat, akasema yule mwanamke sauda, asbir, basi nasubiri nibaki na maradhi yangu nipate pepo, nasubiri. Thumma qalat, kisha yule mwanamke sauda akasema inni atakashaf, lakini tatizo bikinipanda hayo majini, bikinaangusha chini na fulama. Fad'u Allah alla takashaf, niombe dua basi bisinifulamishi. Fad'a laha, ila kalimwombea dua. Hii hadithi inatufunza kitu gani Waislamu? Inatufunza mafunzo makubwa sana. Kwanza, mitihani ikitupata ndio pepo kwetu. Mitihani ikitupata ndio mitihani kwetu. Unaona huyu mwanamke sauda anaenda kwa mtume wetu Muhammad sallallahu ili amsomee. Mtume sikia, na sio kwa huyo tu sahaba, huyu mwanamke ni masaba wengi walikuwa kina kwa mtume wetu Muhammad sallallahu wakimuomba kitu fulani anawapa vitu viwili. Kuna vitu viwili, kuna hichi cha peponi na cha dunia. Unachagua cha wapi? Maswahaba walikuwa wanachagua cha peponi. Ndio maswahaba ada yao walikuwa wanachagua vya peponi, ndio walikuwa wanachagua maswahaba radhiallahu anhu. Sikia tena huyu. Sasa unafikiri kama ingemsomea ndio pepo ya Allah ingeikosa? Singeikosa, ingeipata pepo ya Allah. Lakini ada ya Allah alikuwa maswahaba anawajaribu. Anasema ubaki na maradhi hayo uingie peponi. Au ni kuombea dua, mbona sema au nikuombee dua uingie motoni? Hakusema hivyo. Au nikuombee dua akaisha tu hapo. Au nikuombee dua, maana yake hata kama angemuombea dua singeingia motoni. Lakini alikuwa anawajaribu maswahaba,
maswahaba zake, na sio kwa huyo tu, ni wengi. Hata Ali radhiallahu anhu alijaribiwa hivyo. Ali alijaribiwa hivyo sahaba, naye pia alijaribiwa hivyo hivyo kama huyu mwanamke, unaona. Lakini walikuwa maswahaba walikuwa wanachagua akhira. Lakini leo sasa leo tuwajaribu watu. Mtu ajapo kubiro yangu, Mwalimu Jafari, mimi nimekuja nasikia njaa, nasikia njaa sana, nipata franga hata 5000 nikale, nikupa 5000, sawa. Hapa kuna franga 5000 ziko na dua, chagua kitu gani? Franga 5000 au nikupe dua, franga 5000 au nikupe dua, Wengi hapa nafika hapa wanaanguka. Mwalimu Jafari, anasema siki, kumbe masina hapo ninasema sio sema leo nitamnyima, ile dua nitayumpa na zile franga nitazimpa. Nikumjaribu tu tuone namna gani. Na wewe kama ukimjaribu mtu sio akichagua dua ile franga 5000 ndio mnyime, mpe ande kula, anasikia njaa, unapomjaribu sio ukimjaribu unatona mnyima zile faranga, mpe. Mimi napenda kuwajaribu, hata wakichagua hiyo dunia na tanampa ile dua, maana hapa kuna vitu viwili, sawa, hizo faranga nitakupa, lakini chagua mashafu na hichi na hichi, unachagua kitu gani? Wengi ile masafu wanaacha, wanachagua dunia. Mimi nataka chukua vyote, chukua hii na masafu chukua, lakini nataka njoka mfasi imani yake iko hivyo. Lakini maswahaba radhiallahu anhu wao walikuwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anawajaribu. Baada kuwajaribu na wana pass, wanachukua akhira. Sasa sahaba ndio itabu Sauda, mwanamke Sauda anaumwa, skini maradhi, mashetani yanamsumbua, anampanda yanamangusha chini, anafanya buruta, yanamfulamisha kama masala vile vinampesha miguu, makibi namuinua miguu, minamuinua nini, akiinua miguu juu anafulama, akiinua miguu juu anafulama. Sasa lakini sikia akamwambia, mimi kuna vitu viwili hapa, ubaki na maradhi uingie peponi, au nikuombee dua. Sikia akamwambia, au nikuombee dua uingie motoni, na kusema hivyo, au nikuombee dua. Akaisha tu hapo. Ule sahaba akasema, huyu mwanamke Sauda akasema, mimi nachagua pepo, sawa. Akisema lakini sasa na binanifulamisha, naombe tu dua kama vitu kinini bisimfulamishi, hilo akamwombea dua. Basi ni hayo tu madoto tumekumshana tu ya maneno haya, hadithi ya mtume wetu Muhammad nasema ya Sauda, ambaye alisomewa na mtume wetu Muhammad. Sema alisomewa ndio ile dua kuombewa, aliombewa dua na mtume wetu Muhammad sallallahu. Sasa kuombeana Waislamu, inajuzu kuombeana, kusomeana inajuzu. Fuatana hii hadithi, alimwombea dua huyu Sauda na Allah subhanahu wa ta'ala akamponyesha, akawa tena hafulami tena, vikimjia hafulami tena. Basi ni hayo tu. Allah bariki tu kusikia na kufuata inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.